Habari za wakati huu, mtazamaji wa SQF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa habari siku ya leo ya Februari 19, 2026. Kwa nami Pendo Gorton ambaye nakusomea taarifa hizi za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa AICC jijini Arusha. Serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuimarisha matumizi ya mifumo ya kidigitali ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi, hatua inayolenga kuongeza uwazi, ufanisi na usalama wa taarifa za umma. Tupate taarifa zaidi na mwandishi wetu Boniface Alan. Hayo yamezungumzwa katika kikao kazi cha 6 cha serikali mtandao, kikao ambacho kimefanyika katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa Arusha AICC, kikiwakutanisha zaidi ya watu 1000, ambacho kimewezesha wadau mbalimbali kutoka sekta za umma na binafsi kubadilishana uzoefu na kuongeza uelewa wa matumizi bora ya mifumo ya kidigitali, ambapo mkurugenzi mkuu wa IGA, Mhandisi Benedict Ndomba, amesema mafunzo hayo yamechangia kwa kiasi kikubwa kuongeza ufanisi wa watendaji wa serikali. Mheshimiwa Waziri, kikao kazi hiki cha siku 3 kimewakutanisha zaidi ya wadau 1300 wa serikali mtandao kutoka sekta ya umma na binafsi, ambapo mada 14 zinazohusu jitihada za serikali mtandao zimewasilishwa na kujadiliwa kwa kina ili kuimarisha utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao. Kikao kazi hiki pia kimetumika kama jukwaa muhimu la kutafakari na kujadili dira ya maendeleo ya 2050 katika eneo la serikali mtandao, inayolenga kuijenga serikali itakayokuwa ya kidijitali kamilifu na inayotumia mifumo jumuishi na salama. Naye katibu tawala wa mkoa wa Arusha, Toba Nguvila, amesema matumizi ya mifumo ya kidigitali yameongeza uwazi, kupunguza gharama za utoaji wa huduma na kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi wa mkoa wake. Wa Arusha ni miongoni mwa wadau muhimu wa utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao. Kupitia taasisi mbalimbali za umma zilizopo mkoa hapa, tumekuwa tukitumia mifumo ya TEHAMA katika kutekeleza majukumu ya serikali na katika kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hakika, matumizi ya mifumo ya TEHAMA, Mheshimiwa Waziri, yamechangia kwa kiasi kikubwa sana kurahisisha utendaji kazi, kuongeza uwazi na uwajibikaji, pamoja na kuboresha upatikanaji wa huduma za serikali kwa urahisi. Napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa taasisi zote za umma na mashirika ya serikali yaliyopo mkoa wa Arusha kuendelea kuunga mkono utekelezaji wa ajenda ya serikali mtandao, lakini pamoja na kuzingatia kikamilifu sheria, kanuni na viwango pamoja na miongozo ya serikali mtandao wakati wa uanzishaji na utekelezaji wa miradi ya TEHAMA katika taasisi zao. Kikao kazi hicho kilifungwa rasmi na mgeni rasmi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, anayeshughulikia management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, ambaye amesisitiza umuhimu wa kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya TEHAMA, kuimarisha usalama wa taarifa na kuhakikisha mifumo ya kidigitali inatumika kikamilifu kuboresha huduma kwa wananchi. Nimefarijika kuona kuwa mijadala yote imejikita katika uzingatiaji wa sheria, kanuni, kiwango na miongozo ya serikali mtandao, jambo ambalo ni la muhimu kuhakikisha kwa miradi ya TEHAMA serikalini inakuwa salama, endelevu na yenye kujali mahitaji na matakwa ya wananchi. Serikali kupitia IGA imetengeneza mfumo rasmi wa mawasiliano kupitia tanzania.go.tz, lakini pia ile e-government ambayo inatupa access sisi watumishi wa umma kutuma taarifa na kubadilishana taarifa katika mfumo iliyo salama sana. Lakini bado wako baadhi ya watumishi wa umma ambao wameendelea kutumia mifumo hii sio rasmi, ambayo mara nyingi inafanya wakati mwingine dokumenti zilizo nzito, nyingine za siri za serikali kuonekana kwenye mitandao. Mimi binafsi yangu kama waziri nataka nitoe maelekezo yangu kwa watumishi wa umma kwamba jambo hili liwe marufuku kuanzia leo. Pia niwaombeni sana watumishi wa umma muendelee kuamini matumizi ya mitandao ambayo imetengenezwa rasmi na wenzetu wa IGA kwa niaba ya serikali, ili tuweze kulinda utu, lakini pia tuendelee kulinda usalama wa serikali yetu. Serikali itaendelea kutumia majukwaa kama haya
kufuatilia utekelezaji, kusikiliza changamoto na kuimarisha ushirikiano baina ya wadau wote wa serikali mtandao. Kwa heshima ya kipekee, naomba kutumia nafasi hii kuendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono yake, uongozi thabiti na uwekezaji mkubwa aliofanya katika sekta ya TEHAMA, ambao umeendelea kuiwezesha nchi yetu kupiga hatua kubwa katika safari ya kuijenga serikali mtandao ya kisasa, salama na jumuishi. Kwa ujumla, serikali inaendelea kusimamia maendeleo ya serikali mtandao ili kuhakikisha huduma za umma zinatolewa kwa ufanisi, uwazi na kwa haraka zaidi kwa wananchi wote. Mimi ni Boniface Allen, SQF TV. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko ameeleza kusikitishwa na hali ya upungufu wa madawati katika shule ya halmashauri ya wilaya ya Tanganyika, akisema ni fedheha kuona wanafunzi wakikosa sehemu stahiki za kukaa, ili hali eneo hilo lina rasilimali za kutosha za misitu na uwekezaji. Mrindoko amesema hayo Februari 18, 2026 wakati wa ziara ya kukagua utekelezaji na usimamizi wa miradi ya maendeleo katika halmashauri hiyo, ambapo amesema kuwa wilaya hiyo ina misitu ya kutosha pamoja na maeneo ya uwekezaji yanayohusisha shughuli za ukataji miti, hali ambayo ingeweza kusaidia kukabiliana na changamoto za uhaba wa madawati. Swala lingine, upungufu wa madawati. Hii nayo ni fedheha nyingine kwa halmashauri ya Tanganyika ambayo mna misitu ya kutosha, lakini mnalo eneo la uwekezaji ambalo katika eneo lile kulikuwa na ukataji wa miti wa kutosha. Tulitarajia kwamba miti ile inayokatwa kwenye maeneo hayo ambayo tukipita barabarani tunaona magogo yamelala, hayana kazi yoyote, na mengine yanachomwa moto mpaka yanateketea. Halafu kija upande wa pili madawati ya kutosha hayapo. Hii nayo ni fedheha nyingine. Mheshimiwa DC, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri uko hapa, ndio mnafanya maamuzi kwenye halmashauri. Kwenye maamuzi yenu sijajua mnafikiria nini na kwa nini, na sijui kama mnasikia fedheha kama tunayoisikia sisi, kuona kwamba kuna wanafunzi wanabanana kukalia dawati moja kwa idadi kubwa kuliko sera inavyoagiza, au kuna wanafunzi huenda wanakaa chini kwa sababu tu hakuna madawati, au wanakaa kwenye viti ambavyo si kwenye utaratibu wetu wa elimu katika nchi hii kukaliwa viti hivyo. Hali ya kuripoti nimeona hapa ni ya kidato cha kwanza peke yake, lakini kwa taarifa ambayo pia tulipitia katika kikao cha wiki iliyopita Ijumaa cha kamati ya usalama, tuliona bado hali si nzuri, na hasa kwa madarasa ya awali pamoja na darasa la kwanza. Bado halmashauri zote waliojitahidi kidogo ndio wako kwenye 70-60, lakini bado hata Tanganyika ndio mna hali mbaya zaidi kwenye swala la uandikishaji. Kwa hiyo niwatake kuweka mikakati na kufanya ufuatiliaji wa nyumba kwa nyumba utakaohakikisha wanafunzi wote ambao wanastahili kuanza darasa la awali wote wanaandikishwa haraka iwezekanavyo. Wanafunzi wanaostahili kuanza darasa la kwanza wanaandikishwa haraka iwezekanavyo. Lakini na kwa upande wa form 1 hii 70 na kitu bado haitoshelezi. Mwezi wa pili huu umekwisha, maana yake leo kama ni tarehe 18 bado siku chache, kwa sababu mwezi huu pia ni mfupi, tutaingia mwezi Machi. Lakini unaona kwamba asilimia hii bado ni ndogo sana. 79 hairidhishi. Ilipaswa saizi tuwe tuko 100%, kwa sababu kwa upande wa mwanafunzi anayemaliza darasa la 7 kwenda kidato cha kwanza sioni kikwazo chochote, na tulishaelekeza wakurugenzi na walimu wakuu kwamba mwanafunzi apelekwe shule ili mradi amevaa nguo yenye hadhi, heshima na utu, bila kujali ni uniform au sio uniform. Nguo yenye hadhi, yenye utu na yenye maadili ya Kitanzania, tumesema apelekwe na apokelewe shuleni bila vikwazo vyovyote, na mambo mengine ya maandalizi yatafuata baadaye. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote kwa nini mpaka sasa wanafunzi hawajaripoti shuleni. Zaidi itakuwa ni uzembe wa wazazi na uzembe wa viongozi, hasa viongozi wa serikali za mitaa ambao hawafuatilii na kuona kama jambo hili haliwahusu. Lakini tunao viongozi na watendaji katika sekta ya elimu ambao wakilala, wakiamka, wakiwaza, wakiwazua, jambo lao ni elimu. Inashangaza kuona kwa nini unashikilia sekta moja tu ya elimu halafu inakushinda kusimamia mpaka saizi wanafunzi hawajaripoti. Jambo hili haliniridhishi hata kidogo, na namna ambavyo wanafunzi wanaandikishwa na namna ambavyo
wanafunzi wanaripoti kidato cha kwanza. Kwa hiyo nikuagize Mheshimiwa DC pamoja na kamati ya usalama, lisimamieni kikamilifu na msimamie sheria. Tukienda tunawabembeleza namna hii, naweza ikafika mahali wazazi sasa wanatuangusha, lakini na hawa watendaji kwenye sekta ya elimu watatuangusha vile vile. Serikali kupitia makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM Profesa Lugano Kusiluka amemuelekeza mkandarasi anayejenga majengo ya UDOM tawi la Njombe kukamilisha mradi huo ifikapo Mei 30, 2026 kulingana na mkataba ili kuendana na masharti ya wafadhili wa mradi huo. Profesa Kusiluka ametoa maelekezo hayo baada ya kukagua maendeleo ya ujenzi uliofikia 55% ambapo unatarajiwa kugharimu takriban bilioni 20. Lugano Kusiluka ni makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Leo tuko katika kampasi ya Chuo Kikuu cha Dodoma iliyopo mkoani Njombe na mjini Njombe, ambayo inajengwa kwa ufadhili wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, ambao ni mradi ambao serikali iliamua kufanya maboresho makubwa ya miundombinu katika vyuo vikuu vya umma nchini Tanzania, na mojawapo ya maboresho hayo ni kuhakikisha kwamba kila chuo kikuu cha umma nchini Tanzania kina kampasi nyingine katika mikoa ambayo ilikuwa haina vyuo vikuu. Na bahati nzuri sisi Chuo Kikuu cha Dodoma tulipewa fursa ambayo ni fursa nzuri na adimu ya kujenga kampasi ya Chuo Kikuu cha Dodoma hapa mjini Njombe. Na mshauri mwelekezi wetu anaitwa Y&P Architects. Ni wa muda mrefu, anajulikana nchini hapa, na mkandarasi. Kwanza kuna jengo la utawala, kuna jengo la taaluma, kuna maabara pamoja na karakana, kuna cafeteria, kuna hostel za wanafunzi, kuna dispensary, na hii ni awamu ya kwanza ya mradi huu, na tunategemea kwamba kufika mwezi Mei kama ambavyo tumekubaliana na mkandarasi na mshauri mwelekezi kwamba mradi huu utatakiwa kuwa tayari. Na leo tuko hapa Njombe ikiwa ni sehemu ya kuendelea kukagua maendeleo ambayo yamefanyika kwenye ujenzi wa mradi huu. Kwa ujumla tunayo imani kwamba mradi utakamilika ndani ya muda, kwa sababu miundombinu mingi ambayo inajengwa iko zaidi ya 55% kwenda 60%, na tunadhani ni hatua ambayo inaridhisha kwa sasa tukilinganisha pia na miundombinu sehemu nyingine. Bahati nzuri ni kwamba mkandarasi na mshauri mwelekezi ambao wanashughulikia majengo katika kampasi hii tunao tena pale kampasi kuu ambako kuna majengo kwa ajili ya madarasa, ni majengo makubwa pia, na hatua ambayo imefikiwa ni ya kuridhisha. Hatuna kuchagua kwa sababu miradi hii ambayo serikali imefadhili kupitia support ya wadau wa maendeleo ikiwa ni Benki ya Dunia, ni kwamba lazima iwe imekamilika kabla ya mwisho wa mwezi wa 6. Na baada ya hapo kutakuwa kuna hela nyingine ambayo itatolewa kwa ajili ya mradi huu. Na kwa sababu hiyo toka tunaanza kila mmoja aliambiwa kwa msisitizo kwamba kama umeingia kwenye kushughulikia mradi huu, ikiwa ni pamoja na sisi kama Chuo Kikuu cha Dodoma, alafu mshauri mwelekezi pamoja na mkandarasi, kwamba ni lazima miundombinu hii ikamilike kabla ya mwisho wa mwezi Juni, na tumejipanga kufanya hivyo. Mkandarasi ukiangalia time wise sasa hivi anatakiwa awe na progress ya 80% overall, 80%, na yeye overall sasa hivi yuko kwenye 55%. Utakuta hapo kuna kama 25% hivi ndio ameslip. Kwa maana yake hizo schedule ambazo tutazitengeneza ni kama recovery plans, na kwa sababu yeye mwenyewe amejipanga kwenye kila jengo kuna msimamizi separate, kwa maana yake vyote vinaweza vikenda kwa pamoja. Na ukiangalia kuna baadhi ya majengo hapo tayari yupo kwenye hatua finishing. Kwa wale ambao walikuwa wanafanya kwenye yale majengo kwenye kazi zile zingine, wanaweza wakarudi kuweka nguvu katika yale mengine ambayo bado yapo kwenye hatua za structure na plaster na nini. Kama jengo hili tulilopo hapa manake plaster imekamilika. Kwa hiyo mafundi hawa wanaweza wakahamia kwenye au maeneo mengine. Na mimi niwahakikishie
Majengo yote tarehe 30 mwezi wa 5 yatakamilika kama mkataba unavyosema. Nini tunataka tufanye ili tufikie kwenye hilo lengo? Tunataka tufikie kwenye hilo lengo, tutaweka manpower kubwa kwa maana ya kufanya kazi usiku na mchana ili mwisho wa siku tuweze kufikia target ambayo tuko nyuma. Na hili ni watoe wasiwasi waandishi wa habari. Mimi kama mzawa sitaki kuwafelisha. Hili ni la kwetu na ni lazima tulifanye kwa sababu ni manufaa kwa ajili ya familia zetu na kwa ajili ya Watanzania wote. Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Kenan Kiongosi amesema chama hicho kina uzoefu mkubwa katika uongozi wa dola na hivyo kina kila sababu ya kuendelea kuongoza nchi kwa uthabiti. Amesema hayo wakati akizungumza na mabalozi wa shina namba 11 eneo la Kidawe katika kata ya Kigoma vijijini mkoani Kigoma leo Februari 19, 2026. Kwa hiyo Kigoma hapa Kigoma Dr. Samia ana mahaba na ninyi. Wajibu wenu ni kumwombea kwa Mwenyezi Mungu, ni kumtia moyo, kumsaidia kazi. Tukifanya hivyo mambo yatazidi kuwa mazuri hapa, kwa sababu dua na sala zinamuongoza mtu kutekeleza mambo kwa usahihi zaidi. Na sisi CCM kwa kuwa ndio chama kikubwa hapa nchini na bara la Afrika na cha pili kwa ukubwa duniani, tunavipenda vyama vyote. Hakuna chama tunachokibagua. Sisi tukiwaona Chadema ni wetu CCM. Tukiwaona ACT ni wetu CCM. Tukiwaona Chauma ni wa kwetu CCM. Kafu, NLD, Chausta, DP, hao wote ni watoto wetu, tumewazaa wenyewe mwaka 92. Kwa hiyo hawana jeuri kwa baba yao. Sisi ndio baba. Sijui kama mnanielewa vizuri. Na uzuri wa vyama hivi tunavipenda kwa sababu katika chaguzi zote vinatupa kura nyingi mno, pamoja viko huko ila vinakipa ushindi Chama cha Mapinduzi. Ndio maana hapa kuna makada wa Chadema, wa ACT wamekuja kwa balozi wetu wa shina kuja kuangalia namna gani tunaongoza mambo vizuri na wao wajifunze, lakini mwisho wa siku kura wanatoa kwa Chama cha Mapinduzi. Wanajua ndio chama kilichobeba matumaini ya kweli ndani ya taifa hili. Sisi tuna leseni kubwa ya kuendesha gari. Sisi tuna uzoefu wa kuongoza nchi hii tangu mwaka 61 tunapata uhuru wakati wa 5. Sisi baada ya kuungana ASP na 5 tukapata CCM mwaka 77 tarehe 5 ya mwezi wa 2. Chama hiki kikaongeza leseni ya kuendelea kuongoza Tanganyika na kule Zanzibar. Mpaka leo tuna uzoefu wa miaka zaidi ya 49 ya CCM ya kuongoza nchi hii. Lakini tuna uzoefu wa kutoka 61 mpaka 77 wa kuongoza kupitia 5. Sasa hawa wengine leseni zao ni za kuendesha bodaboda, baiskeli, sio magari makubwa. Na kuendesha nchi huwezi kumpa dereva wa majaribio. Hapa Kigoma mnataka mumpe dereva wa majaribio, haiwezekani. Sijui mnanielewa vizuri. Sasa rai yangu ni ndogo. CCM itabaki kuwa chama kikubwa, chama kiongozi, na hapa mnao wabunge makini sana. Huyu wa Uvinza ndugu Kandahari ni kijana mzuri sana, atawasaidieni. Hapa yupo dada Zainab Katimba, mheshimiwa mbunge na naibu waziri, watawasaidieni sana. Hapa maendeleo yatapigwa mchaka kulivyo mnavyofikiri. Mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam Elihuruma Mabeya amesema uongozi wa jiji umejipanga kikamilifu kuhakikisha walimu wanapata maslahi yao yakiwemo madeni wanayoyadai kwa muda mrefu. Mabeya amesema hayo leo wakati akikagua uwekaji wa lifti katika jengo la ghorofa la 5 la shule ya sekondari ya kata ya Kipunguni, akielekeza kuwa uboreshaji wa miundombinu ya elimu unapaswa kwenda sambamba na mazingira mazuri ya kazi pamoja na utulivu kwa walimu ili waweze kufundisha kwa ufanisi. Na siku ya leo tuko shule ya sekondari Kipunguni. Hii ni shule ya kata. Ni shule ambayo kimsingi imeendelea kuandika historia. Ndani ya siku 100 za Mheshimiwa Rais kwenye ahadi zake, ni shule ya pili ambayo kimsingi ni ya mfumo wa ghorofa, lakini tayari lifti inafanya kazi. Haya ni mafanikio makubwa. Utaona ni jinsi gani Mheshimiwa Rais ambavyo anaendelea kuwekeza kwa dhamira yake, lakini sera bora ya elimu. Shule hii sasa ina lifti, walimu na wanafunzi watakwenda kutumia. Lakini kwa jiji la Dar es Salaam inaandika historia kwa sababu toka kuanzisha kwake jiji la Dar es Salaam halikuwahi kuwa na shule
zenye mfumo wa lifti. Chini ya uongozi wake, Mheshimiwa Rais alileta fedha nyingi katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Moja ya mafanikio ya fedha hizo ambazo Mheshimiwa Rais amezileta kwetu, mojawapo ni jengo hili. Tunapozungumzia bilioni 36 ambazo Mheshimiwa Rais ameleta kwenye halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam, tunazungumzia ukamilishaji wa jengo la ghorofa katika shule ya sekondari ya Kipunguni. Pigeni makofi mengi. Makofi mengi. Lakini shule hiyo ya Kipunguni ni shule ambayo tayari na lifti, na nyinyi wanafunzi wa shule ya sekondari mmeona, mimi mkuu wa wilaya, mkurugenzi, diwani wenu na viongozi wenu tumepanda lifti. Mmeona mjaona? Mmeona mjaona? Shule ya kata inakwenda kuwa na lifti ambayo inakwenda kuwasaidia walimu pamoja na wanafunzi wenye mahitaji maalum. Leo hii ukipangiwa mwalimu yeyote anaweza kufika ghorofa ya 4 akatoa huduma. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. Makofi mengi. Tunapokuja hapa Kipunguni kuthibitisha kazi njema ya rais wetu, tunatamani dunia ijue. Na ndio maana tumewaita na ninyi wanafunzi muwe mashuhuda. Mkirudi nyumbani muwaeleze wazazi kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya. Mbunge wa Tunduma Kaskazini Mheshimiwa Ado Shaibu Ado amesema kuwa Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine SUA kinapaswa kukamilisha ujenzi wa kampasi ya chuo hicho katika kijiji cha Daraja 2 wilayani Tunduru. Ametoa kauli hiyo kwenye kikao cha baraza la mashauriano la mkuu wa Ruvuma kilichofanyika katika ukumbi wa Songea Club Songea mjini hapo jana Februari 18. Tukiliacha kama lilivyo kwenye yatokanavyo lilipokaa litakuwa limefungwa. Sababu ukitazama halmashauri wanajieleza kwamba tumetoa majengo, tumetoa na ardhi, na naambiwa hapa kwamba thamani yake haya yote yanafikia bilioni 1. Kwa hiyo halmashauri inatarajia SUA itambue mchango huo na yenyewe itenge milioni 400. SUA nao wanajibu, wanasema hawana hivi sasa fedha ya kulipa milioni 400. Tukiliacha kama hivyo lilivyo, hiko chuo hakitokuwa chuo kamili. Kwa hiyo nakuomba kwa hekima yako, ili jambo lisifungwe kama lilivyo, tulirejeshe, tukatafakari upya. SUA hatuna uwezo wa kuwapangia, lakini tuwape rai watafakari upya mchango wa halmashauri kutoa majengo yake. Lakini na halmashauri nayo tutafakari hii Tunduru tunaosema ina kilomita za mraba 18,000, kama ili fupa la SUA kulipa fidia halitowezekana, hatuwezi kutafakari tena. Haya nasema kwa makusudi kwa sababu mkoa wa Ruvuma tuna uhaba wa vyuo vikuu, na hii ni golden chance ya kuwa na kampasi kamili ya chuo kikuu cha SUA ambayo itasaidia sana katika mkoa wa Ruvuma, sio Tunduru pekee yake. Na mtazamaji wa SQF TV, sina la ziada mpaka sasa. Asante sana kuchagua na kutazama taarifa hizo za habari zilizotufikia siku ya leo. Kwa niaba ya timu nzima ya SQF iliyoshiriki kuandaa matangazo haya, nazidi kukukumbusha huduma ya ambulance inapatikana ndani ya SQF kupitia 0800 750 392. Piga namba hizo bure kabisa na huduma hiyo ya ambulance itakufikia popote pale ambapo utakuwepo kwa bei nafuu. Lakini pia kambi ya upasuaji mdomo wazi unaendelea pale katika hospitali ya Malolo Tabora, na siku ya kesho ndio itakuwa tamati. Ukisikia taarifa hii usisite kumwambia na rafiki yako. Huduma hii inatolewa bure kabisa chini ya taasisi ya The Same Qualities Foundation. Ulikopo na Mipenda Goto, nikutakia jioni iliyokuwa njema. Bye kwa sasa. Je, unajua habari njema kwa sasa ni ipi? Habari njema ni hii. Sauti mpya ya matumaini ipo hewani. SQF Radio. Ndiyo, SQF Radio. Hatua moja, tabasamu moja. Kituo kinachokuletea zaidi ya mziki, elimu inayokufungua mawazo, habari zinazokuunganisha na dunia, afya inayojenga maisha yako, na burudani inayokupa sababu ya kutabasamu kila siku. SQF Radio si redio ya kawaida, ni rafiki
yako, ni familia yako, ni sauti yako ya matumaini. Unaweza kutusikiliza popote ulipo sasa kwa kutembelea tovuti yetu ya The Same Qualities Foundation, www.thesamequalitiesfoundation.org, na usikilize matangazo yetu mbashara. Lakini haishi hapo, tunapatikana pia kwenye majukwaa mbalimbali ya redio za mtandaoni kama vile TuneIn, Radio Box na Streamer. Iwe kwa simu, kompyuta, kwa kila wakati SQF Radio ipo pamoja na wewe. Habari njema ni hii, SQF Radio, hatua moja, tabasamu moja.